Karibu tena kwenye channel yako unayoipenda ya Official Hudhei Pi Updates, mahali ambapo tunakuletea elimu, uchambuzi na taarifa rasmi kuhusu maendeleo ya Pi Network kwa lugha rahisi ya Kiswahili, ili kila pioneer aweze kuelewa kinachoendelea ndani ya mfumo huu mkubwa wa kidigitali. Leo tunaangazia tangazo muhimu kutoka Pi Core Team kuhusu utafiti mpya unaohusisha matumizi ya Pi Nodes katika kusaidia mafunzo ya Artificial Intelligence pamoja na kazi mbalimbali za kompyuta zinazohitaji nguvu kubwa ya uchakataji wa taarifa. Kwa muda mrefu, Pi Nodes zimeundwa kufanya zaidi ya kazi ya kulinda ledger ya blockchain. Ingawa blockchain ya Pi inanufaika sana na mfumo wake wa kuwa na nodes nyingi zilizotawanyika duniani kote, ukweli ni kwamba ledger ya Pi yenyewe imeundwa kuwa na matumizi madogo sana ya nishati na haihitaji nguvu zote za kompyuta zinazopatikana kwenye mtandao mkubwa wa nodes uliosambaa duniani. Hali hii ina maana kwamba kuna sehemu kubwa ya uwezo wa kompyuta ambao haujatumiwa kikamilifu ndani ya mfumo wa Pi Nodes. Uwezo huo ambao haujatumiwa unaweza kufungua milango ya matumizi mapya kama vile huduma za kompyuta zinazotolewa kwa mfumo wa cloud kwa njia ya decentralized. Katika mfumo huu unaochunguzwa na Pi Core Team, watu au kampuni za tatu zinazohitaji nguvu kubwa ya kompyuta kwa ajili ya kufundisha au kuendesha mifumo ya artificial intelligence zinaweza kutumia uwezo huo wa kompyuta uliopo kwenye Pi Nodes. Waendeshaji wa Pi Nodes wanaweza kuchagua kwa hiari yao kushiriki katika kazi hizi za uchakataji wa taarifa, na kwa kufanya hivyo wanaweza kulipwa kwa kutumia sarafu za kidigitali. Hii ina maana kwamba Pi Nodes zinaweza kuwa sehemu muhimu ya kuongeza matumizi ya Pi Network sambamba na Pi Apps, huduma za kiwango cha jukwaa la Pi, pamoja na biashara za ndani zinazofanyika kupitia mfumo wa Pi. Huduma hii mpya ya Pi Nodes inalenga kushughulikia changamoto mbili kubwa ambazo zimeanza kujitokeza katika zama hizi za maendeleo ya artificial intelligence. Changamoto ya kwanza ni mipaka iliyopo katika mfumo wa kompyuta uliokusanywa katika vituo vikubwa vya data vinavyodhibitiwa na taasisi chache. Mfumo huu wa centralized computing unakabiliwa na matatizo kama vile uwezo mdogo wa vituo vya data, mkusanyiko mkubwa wa matumizi ya nishati katika maeneo machache, pamoja na changamoto za kiufundi kama vile kile kinachoitwa catastrophic forgetting au matatizo ya mfumo mzima kushindwa kufanya kazi kwa ufanisi kutokana na mzigo mkubwa wa taarifa. Changamoto ya pili ni kuongezeka kwa kasi ya mahitaji ya nguvu za kompyuta kutokana na maendeleo ya artificial intelligence. Kadri mifumo ya AI na mawakala wake wa kidigitali wanavyoendelea kuwa na uwezo mkubwa zaidi, na kadri uchumi unaotegemea AI unavyoendelea kukua, ndivyo mahitaji ya nguvu za kompyuta yanavyoongezeka sana. Jamii ya binadamu italazimika kuzalisha kiwango kikubwa sana ya nguvu za kompyuta ili kuweza kuendesha uchumi unaotegemea AI. Njia mojawapo ya kufanikisha hili ni kwa kutumia uwezo uliopo lakini haujatumiwa kwenye kompyuta nyingi zilizotawanyika duniani. Hata hivyo, ili uwezo huo uweze kutumika vizuri, kunahitajika mtandao uliosambazwa pamoja na teknolojia zinazoweza kuunganisha, kuratibu na kupanua matumizi ya nguvu hizo za kompyuta ili ziweze kufanya kazi kwa ufanisi. Pi Network ina nafasi ya kipekee sana katika kutatua changamoto hizi mbili kwa sababu tayari ni mtandao uliosambazwa duniani kote. Kwa sasa Pi Network ina zaidi ya nodes 421 ambazo zinawakilisha zaidi ya milioni 1 ya CPU. Hii ina maana kwamba kuna uwezo mkubwa sana wa kompyuta uliosambaa katika maeneo mbalimbali duniani. Zaidi ya hilo, Pi Network pia ina makumi ya mamilioni ya washiriki waliothibitishwa utambulisho wao katika mfumo wa KYC. Washiriki hawa wanaweza kuchagua kushiriki katika kile kinachoitwa Human in the Loop Support, yani kusaidia katika baadhi ya hatua za kujifunza kwa mifumo ya artificial intelligence kwa kutoa mchango wa kibinadamu pale inapohitajika, na kwa kufanya hivyo wanaweza kupata malipo kwa kutumia sarafu za kidigitali. Kwa kuunganisha nguvu za kompyuta zinazotolewa na Pi Nodes pamoja na mchango wa kibinadamu kutoka kwa washiriki waliothibitishwa utambulisho wao, Pi Network inaweza kutoa rasilimali ya kipekee sana kwa mifumo ya artificial intelligence. Hii inaweza kusaidia AI kupata taarifa sahihi kutoka kwa binadamu halisi, na pia kusaidia makampuni ya AI kupata huduma ya aina ya one-stop service kwa mahitaji yao ya mafunzo ya mifumo ya AI. Kwa pamoja, vipengele hivi vinaweza kufungua njia mpya katika miundombinu ya artificial intelligence. Mfumo wa Pi uliosambazwa unaweza kuruhusu uzalishaji wa teknolojia za AI kufanyika ndani ya mtandao wenyewe, huku watu binafsi wakipewa nafasi ya kushiriki moja kwa moja katika mchakato wa uzalishaji wa teknolojia hiyo. Kwa kufanya hivyo, watu wanaweza kupata malipo kupitia mfumo wa malipo unaotegemea blockchain. Mnamo mwezi wa 10 mwaka uliopita, Pi Network ilifanikiwa kukamilisha mradi wa majaribio unaoitwa Proof of Concept kwa kushirikiana na kampuni inayoitwa OpenMind. Katika mradi huo, kundi dogo la waendeshaji wa Pi Nodes walishiriki katika kuendesha kazi za kutambua picha kwa kutumia mifumo ya artificial intelligence ya kampuni hiyo.
OpenMind ni kampuni inayotengeneza mfumo wa uendeshaji pamoja na protokoli ya wazi inayowezesha robot kufikiri, kujifunza na kufanya kazi pamoja kwa namna inayofanana na jinsi Android OS inavyofanya kazi kwenye simu za mkononi. Kama ilivyo kwa miradi mingine inayohusisha artificial intelligence inayotumika katika ulimwengu wa vifaa halisi, OpenMind inahitaji kiwango kikubwa sana cha nguvu za kompyuta ili kufundisha, kutathmini na kuendesha mifumo yake ya AI. Ili kupima kama mfumo wa kompyuta uliosambazwa wa Pi unaweza kufanya kazi hiyo, timu ya OpenMind ilitengeneza programu maalum inayoitwa Container ambayo inaweza kuomba kazi za kompyuta kutoka kwenye kompyuta binafsi. Programu hiyo ilishirikishwa kwa waendeshaji wa Pi nodes waliojitolea kushiriki katika majaribio hayo na waliipakua ili kuendesha kwenye mashine zao. Baada ya hapo, OpenMind ilituma kazi mbalimbali kupitia programu hiyo, ikiomba kompyuta hizo kuchakata picha tofauti kwa kutumia mfumo wa utambuzi wa picha wa artificial intelligence uliotengenezwa na OpenMind. Hii ilikuwa ni mfano wa matumizi ambapo mafunzo ya utambuzi wa picha ni muhimu sana kwa robot ili ziweze kuelewa mazingira ya ulimwengu halisi. Lengo la majaribio hayo lilikuwa ni kugundua vitu vingi tofauti vinavyoonekana kwenye picha hizo kwa kutumia nguvu za kompyuta za waendeshaji wa Pi nodes waliokuwa wamejitolea kushiriki katika jaribio hilo. Matokeo ya mradi huo wa majaribio yalikuwa ya mafanikio makubwa. Kazi za kompyuta ziliweza kutumwa kwa mafanikio kwa washiriki waliokuwa wanajaribu mfumo huo ambao walikuwa ni waendeshaji wa Pi nodes. Matokeo sahihi yalirejeshwa kwa OpenMind na hivyo kuthibitisha kwamba Pi nodes zinaweza kuchagua kushiriki katika kufanya mahesabu ya kompyuta yanayohitajika na taasisi za nje ambazo hazihusiani moja kwa moja na majukumu ya blockchain na bado zikarejesha matokeo yenye maana kwa mteja anayehitaji huduma hiyo. Katika majaribio hayo, waendeshaji 7 wa Pi nodes walishiriki kwa hiari yao. Mfumo mzima wa kusambaza kazi za kompyuta ulifanya kazi kwa mafanikio kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kazi zilizotumwa zilipokea majibu ya kuthibitishwa kutoka kwa washiriki 7 ndani ya sekunde moja tu. Matokeo ya uchakataji wa picha yalirejeshwa kwa washiriki mbalimbali ndani ya sekunde 4. Matokeo hayo yalikuwa sahihi na yaliweza kutambua vitu vilivyotarajiwa kama vile basi pamoja na mtu, huku yakionyesha pia mipaka ya maeneo ya vitu hivyo ndani ya picha. Kazi za kompyuta ziliweza kusambazwa kwa mashine za washiriki wa nje na matokeo sahihi yalirejeshwa kwa mafanikio, jambo lililothibitisha kwamba mfumo wa kusambaza kazi na kurejesha matokeo unaaminika na unaweza kufanya kazi vizuri. Kwa ujumla, jaribio hili lilithibitisha kwamba Pi nodes zilizotawanyika zina uwezo wa kutekeleza kazi zinazohusiana na artificial intelligence na kurudisha matokeo muhimu. Kwa sasa, mafunzo ya artificial intelligence kwa kutumia mfumo uliosambazwa bado yako katika hatua ya utafiti duniani kote. Watafiti pamoja na makampuni mbalimbali wanahitaji kuendelea kuchunguza kama inawezekana kuhamia kutoka mfumo mafunzo ya AI unaotegemea vituo vikubwa vya data kwenda kwenye mfumo uliosambazwa zaidi. Utafiti huu una uhusiano wa moja kwa moja na changamoto tulizozitaja awali, ambazo ni pamoja na kushughulikia mipaka ya miundombinu ya kompyuta iliyokusanywa katika sehemu moja, kutumia nguvu za kompyuta zilizotawanyika na ambazo hazijatumika kikamilifu, pamoja na kuunda fursa kwa watu binafsi kushiriki moja kwa moja katika uzalishaji wa teknolojia ya AI. Kwa kutathmini jinsi uwezo wa kompyuta ambao haujatumiwa kikamilifu kwenye Pi nodes unaweza kusaidia kazi za artificial intelligence kutoka kwa taasisi za nje, pamoja na kuunganisha uwezo huo wa kompyuta na mchango wa kibinadamu kutoka kwa washiriki halisi waliothibitishwa utambulisho wao, mpango huu unaweza kutoa chaguo mbadala la miundombinu ambalo makampuni ya AI pamoja na startups wanaweza kulichunguza wanapotafuta suluhisho za kufundisha mifumo yao ya artificial intelligence. Kwa ujumla, utafiti huu wa Pi kuhusu matumizi mapya ya Pi nodes unaendana moja kwa moja na maono ya Pi Network kuhusu mustakabali wa blockchain na artificial intelligence. Ni maono ambayo yanaamini kwamba miundombinu iliyosambazwa inaweza kuwa sehemu muhimu sana ya uchumi wa baadaye, huku ikitoa nafasi ya ushiriki wa haki kwa watu wengi zaidi duniani na kuhakikisha kwamba faida za maendeleo ya teknolojia zinasambazwa kwa usawa. Hiyo ndiyo taarifa kamili kutoka Pi Core Team kuhusu utafiti wa matumizi ya Pi nodes katika kusaidia maendeleo ya artificial intelligence. Kwa ufupi,
Pi Network inaendelea kuchunguza namna ambavyo uwezo mkubwa wa kompyuta uliopo kwenye mtandao wake wa nodes unaweza kutumika kusaidia mafunzo ya AI, kutoa huduma za kompyuta kwa makampuni ya teknolojia, na pia kufungua fursa mpya za kipato kwa waendeshaji wa Pi nodes pamoja na washiriki wa mtandao wa Pi. Kama kawaida, endelea kufuatilia Official Khudhey Pi Updates kwa elimu zaidi, uchambuzi wa kina na taarifa rasmi kuhusu maendeleo ya Pi Network. Usisahau kusubscribe kwenye channel, kulike na kuacha maoni yako ili tuendelee kukujuza kila hatua mpya ya safari ya Pi kuelekea Open Mainnet na uchumi wa kidigitali wa baadaye. Asante kwa kutazama na tukutane tena kwenye video inayofuata.